Nasema nao na vile vile kuwashirikisha katika mjadala huu tunapozungumzia ugonjwa wa epilepsy ama ukipenda ugonjwa wa kifafa, na vile vile mtazamaji, tutakuwa tunafahamu takwimu ni zipi kuhusiana na ugonjwa huu kadri muda unavyozidi kusonga. Haliye karibu nami hapa anafahamika kama Nicholas Otieno ambaye ni mtaalam wa ugonjwa wa kifafa. Karibu sana Bwana Nicholas. Asante. Na vile vile mtazamaji, niko naye Stephen Ochieng Obilo ambaye ni mgonjwa wa kifafa. Bingwa, karibu sana. Nashukuru. Na nikupongeze kwa kuwa mjasiri kujitokeza haswa tunapohamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa huu. Asante sana. Na mtazamaji, ndo hivyo tutakuwa tunafanikisha hilo kwa kina zaidi kadri muda unavyozidi kusonga, na naarifiwa hivi sasa tupate takwimu ambazo ni kutoka kwa Wizara ya Afya kuhusiana na ugonjwa huu. Mwelekezi wangu ananiambia ziko tayari kabisa, na tunapozungumzia mtazamaji swala hili, ugonjwa wa kifafa ama ukipenda epilepsy, wanaoathirika humu nchini kulingana na takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya ni kati ya watu 800,000 hadi watu 1.5 milioni. Mwanya wa tiba ama ile gap ya kutoa matibabu kwa wale ambao wanaugua ni 80%, kumaanisha kuna la mno ambalo linafaa kufanywa ili kuhakikisha matibabu yanapatikana kwa urahisi. Vile vile kuna swala ambalo linajitokeza hapa ambalo ni swala kuu kwamba unyanyapaa ni wa hali ya juu katika jamii. Tutakuwa tunafahamu mengi zaidi. Vile vile mtazamaji, mashinani watu wengi tu huathirika na ugonjwa huu, labda kwa kukosa taarifa muhimu au kwa ule unyanyapaa ambao unajitokeza, inabidi hata wengine wanajificha ili wasije wakajitokeza na inakuwa vigumu kutafuta matibabu. Na vile vile mtazamaji, tuangazie mengine ambayo yanajitokeza katika ugonjwa huu wa kifafa. Ugonjwa wa kifafa, visababishi vikuu ni vipi? Kuna homa kwenye uti wa mgongo ambao ni ugonjwa wa meningitis ambao unaweza athiri mtu na vile vile kuweza kusababisha ugonjwa wa kifafa. Kuna ile cerebral malaria ambayo ni malaria sugu ambayo inaathiri ubongo na vile vile kuweza kupelekea yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye ni mtu kuweza kuathirika na ugonjwa wa kifafa. Vile vile mtazamaji, jeraha kwenye kichwa. Wakati ambapo unapata kwamba unapata jeraha kwenye kichwa, unaweza pata kwamba ni kisababishi kikuu pia kwa ugonjwa huu wa kifafa. Vile vile mtazamaji, matatizo wakati wa ujauzito, ile wanaita prenatal, na hata wakati wa kujifungua unapata kwamba mtu anaathirika na kupata ugonjwa wa kifafa. Vile vile kuna hali ya kijenetiki, ile genetics, unapata kwamba pia huchangia kuwepo kwa ugonjwa wa kifafa. Vile vile kuna uvimbe kwenye ubongo, na haya ndo madhara ambayo yanajitokeza. Ukiwa na uvimbe kwenye ubongo, basi huenda ukawa na ugonjwa wa kifafa. Tutakuwa na mtaalamu atakuwa anatueleza mengi zaidi. Vile vile matumizi mabaya ya dawa huchangia pia kuweza kupatikana kwa ugonjwa huu wa kifafa. Mtazamaji, tunakuuliza asubuhi hii ya leo kwenye swali kuu ama swali la leo, mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa, unapoona kwenye kiumbo chako, mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa hutengwa katika jamii? Mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa hutengwa katika jamii? Na vile vile mtazamaji, ndo swala muhimu ambalo tunalizungumzia asubuhi hii, na tuzungumza nasi kupitia akaunti yetu kwenye WhatsApp, kwenye akaunti yetu ya Instagram, kwenye akaunti yetu ya X, na vile vile kwenye akaunti yetu ya Facebook, ili tuweze kukufahamisha mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Mtazamaji, ndo hali halisi ambayo tunazungumzia asubuhi hii ili tukuweke sawa kuhusiana na mjadala wetu wa siku ya leo. Ni washirikisha wadau moja kwa moja tuzungumzie masuala haya. Nitaanza na wewe Bwana Obilo. Naelewa fika, kwanza nilikuwa nimekushukuru kwa ujasiri wako. Si wengi hujitokeza tunapozungumzia mijadala kama hii. Na kwanza kabisa, hata kabla tuanze kipindi, ningependa kufahamu ilikuwa kuaje? Najua labda umeambiwa ilikuwa hivi ndio ukapatikana uko na ugonjwa wa kifafa. Labda watu wenu, wewe mwenyewe ulijuaje uko na ugonjwa wa kifafa? Ugonjwa wa kifafa ndio hata kupatana nayo nilipatana nao nikiwa na miaka mingi kabisa. Miaka mingi. Hata mwanzo sikuwa najua ni kifafa. Ndio. Vile ilianza. Kuna wakati nilikuwa nakujaga tu kama kizunguzungu tu. Vichwa inakuwa na
maumivu kiasi, inapotea, ni kuenda na kurudi. Ndio nikaanza kutafuta matibabu. Na labda umekuwa nao kwa miaka mingapi sasa? Miaka yenye nishakaa nayo saa hizi ni kama miaka 5. Miaka 5. Miaka 5. Naam. Yeah. Naam, tutakuwa tunafahamu mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Nikushirikishe Bwana Nicholas Otieno, wewe ni mtaalamu wa ugonjwa huu na vile vile unatoka huko kwenye lile kundi la KAWE ambalo linafahamika kama Kenya Association for the Welfare of People with Epilepsy. Na naelewa fika ni swala ambalo umelichukulia kwa uzito na vile vile kulizamia kwa kina ili kuwasaidia kina Obilo na wengine wengi ambao wanaathirika na ugonjwa huu wa kifafa. Tukianza kabisa na ugonjwa huu, kwa mtazamo wako, tumepiga hatua kama taifa katika kukabili, kwa sababu tumeona kuna ile gap ya 80% ambayo ni ya matibabu haijafikiwa. Kwa mtazamo wako, tunapiga hatua au tunarudi nyuma katika matibabu? Kwa mtazamo wangu tunapiga hatua. Ndio. Lakini hatua tunayopiga ni ndogo mno. Ndio. Bado tunahitaji kufanya zaidi ili ile treatment gap iweze kupanda. Ndio. Kwa saa hizi tunapata 20% peke yake ndio wanaopata matibabu kwenye hospitali. Na kwanza ni kwa sababu ya dhana zilizo kwenye community kuhusu kifafa. Watu wengi bado wanaamini kwamba kifafa ni kwa sababu ya uchawi. Wengine bado wanadhani kwamba ni laana. Na wengine bado wanadhani kwamba watu wana mashetani. So hizo dhana zikiwa, watu wengi hawatakuja kwa hospitali, wataenda kwa waganga. Wataenda kufanyiwa vitu vya kiajabu ajabu. Ndio. Na wengine pia wataenda kuombea waiti ile shetani itoke. Ndio. Kwa hivyo wakati wananchi wataweza kuelewa kwamba kifafa ni ugonjwa kama magonjwa mengine, na iko na tiba katika hospitali, tutaweza kuafikia ile matarajio yetu ya kwamba ugonjwa wa kifafa uweze kutibiwa na ile treatment gap iweze kupungua, ili watu wengi waweze kupata kutibiwa. Pia kuna ile shida ya kwa hospitali watu wanaenda mgonjwa anaenda kwenye hospitali lakini ile diagnosis, ile kutambua kwamba hii ni kifafa haifanyiki kwa wakati unaofaa. So isipofanyika kwa wakati unaofaa, utapata kwamba huu mtu baada atarudi kwa zile dhana alizo nazo, kwa sababu ameenda kwenye, aliambiwa kuna ile matibabu lakini alienda huko na hakupata yale matibabu. Kwa hivyo hiyo pia inatufanya tuweze kufanya training. Tunawafunza wale matabibu vile unaweza identify kifafa na vile unaweza itibu, ili mgonjwa akishaambiwa kwamba kifafa ni ugonjwa ambao unatibiwa kwa hospitali, asiende kwa hospitali tena, arudishwe kwa wale waganga, ili tuweze kupunguza ile treatment gap na wagonjwa wetu waweze kutibiwa kama wagonjwa wengine wa kawaida na waweze kuishi maisha yao kama kawaida. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo. Na unajua, tunapozungumzia swala hili ni swala nyeti. Tumeona katika zile takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya kwamba kuna visababishi vikuu. Najua tumeangazia vile vichache ambavyo tumeviona kwenye taarifa hii, na visababishi hivi tumeviona kwamba watu wengi waathirika, na tunapozungumzia ugonjwa huu wanaoathirika tumeona ni takriban watu kati ya 800 hadi 1.5, na vile vile kuna ule mwanya wa tiba ambao umeuzungumzia Bwana Nicholas kwamba ni mwanya wa 80% kulingana na Wizara ya Afya, na swala la unyanyapaa pia umeligusia. Tunaona kwamba watu wengi wakipatikana na hizi dalili, unapata kwamba ameanza kutengwa, na ukipata kama kuna familia zingine unapata kwamba wamemficha yule ambaye ameathirika, na inakuwa changamoto, matibabu hayapati tena. Labda tunapoangazia swala hili kwa kina, kuna vile visababishi tumeviona, labda ni kipi kingine ambacho labda kinachangia kupatikana kwa ugonjwa huu kwa utaalamu ule wako ambao umetangamana nao? Kwanza, ugonjwa wa kifafa kile kinachoisababisha kwamba huwa tumeigawanya katika njia 3. Kuna zile sababu ambazo mtu anapata ugonjwa wa kifafa wakati baada ya kwa tumbo wa mama, zinaitwa prenatal causes. Kuna ile ambayo mtu anapata wakati wa ile process ya kuzaa, zinaitwa natal causes. Alafu kuna zile ambazo mtu anapata kifafa baada ya kuzaliwa, zinaitwa postnatal causes. So nitaanza kwa prenatal causes. Prenatal causes ni kwamba huwa tunasisitiza sana mama akiwa na mimba haizi kuhakikisha kwamba ameenda kwenye kituo cha afya. Kwenda kwenye kituo cha afya ni kuhakikisha kwamba mtoto akiwa kwenye tumbo ako salama, haizi asiwe na magonjwa kama
kuna kile kinaitwa ANC profile. Ndiyo. Antenatal profile. Pale utafanyiwa vipimo, watagundua kama una magonjwa, watagundua kama mtoto ako katika hali ya hatari, watafanya picha zile za kuangalia kama mtoto yuko salama. Naam. Hizo zote zinafanywa kwamba kuhakikisha kwamba yule mtoto kama kuna yale magonjwa ambayo yanaweza kumdhuru akiwa kwenye tumbo, yanaweza tibiwa mapema. Ndiyo. Kama kuna vile vitu ambavyo vinaweza kumuumiza, labda tuseme ile placenta haijakaa vizuri ama iko na ile hatari ya kukatika, inaweza onekana mapema. Ikionekana mapema, mtoto anaweza tunzwa na mama pia anaweza tunzwa. So tunasisitiza kwamba wamama waende kwenye hospitali na zile zahanati kuhakikisha kwamba ile antenatal profile imefanywa, na mtoto akiwa kwenye tumbo na mama pia akiwa, waweze kufuatilia vile anavyoendelea. Wakati wa kuzaa pia tunasisitiza kwamba tukuwe na ile inaitwa 100% hospital delivery. Ndiyo. Zile kuzaa manyumbani tunakataa, kwa sababu ukizalia kwenye hospitali watajua kama muda wako wa kuumwa umepita. Kama umepita kupita kiasi, wataweza kumake ile decision ya kuamua utazaa kawaida ama utapelekwa kwa njia zingine za kuzaa. Ama kama ile process inaendelea, kuna ule mhudumu ambaye amehitimu, watazuia zile vitu zinaitwa injuries wakati wa kuzaa. Kama mtoto anaweza azaliwa bahati mbaya anguke, kama kwa hospitali wataweza kuzuia hiyo, kwa sababu hizo ndio zile sababu zingine zinafanya watu wanapata kifafa. Alafu kuna ile postnatal, ashazaliwa, anafaa kufanyiwa nini? Kuna chanjo. Chanjo ni ya kuzuia magonjwa ambayo umetaja kama meningitis, kuna ingine umetaja kama cerebral malaria, kuna zile kama TB, zitaweza tu kuzuiwa kama atapata zile chanjo anazofaa kupata. Pia kuna zile sababu tofauti kama head injury, kuumia kwa kichwa kupita kiasi. Unapata mtu anaenda kwenye ICU anapona, lakini akitoka anajipata ana kifafa. Kuna wale wanahusishwa katika ajali za barabarani. Hivyo ndio basi huwa tunaingiza madereva na bodaboda ili wazingatie ile hali ya usalama barabarani. Vaa helmet ili kuhakikisha kwamba kama kutakuwa na ajali, ile kichwa itakuwa protected. Punguza mwendo kasi. Yes. Haswa, so kuhakikisha kwamba uko salama. Na usipate usipate ile nafasi ya kupata kifafa kwa sababu ya tunaita carelessness. Pia kuna madawa ya kihospitali ambayo yanahitaji kutumiwa vile inafaa. Kuna dawa ambayo ukipewa kwa njia isiyofaa utajipata una kifafa. Pia kuna madawa ya kulevya, pia kuna kutumia pombe kupita kiasi, pia kuna zile zinaitwa depression. Kile kwa ufupi watu tunasema chochote ambacho kitafanya akili yako isifanye kazi kwa ile uhalisi ambayo inafaa kufanya, inaweza kukupa kifafa. Bila shaka. Kwa hivyo kuna njia nyingi sana za kupata kifafa. Na watu wengi udhani kwamba kifafa iko kwenye ukoo. Kifafa sio zote ambazo ziko kwenye ukoo. Wengine udhani kwamba kila mtu anazaliwa na kifafa, ati ukiwa watu wote wenye kifafa walizaliwa na kifafa. Kifafa kinakupata wakati wowote, kwa umri wowote na kwa gender yoyote. Hakuna female ama male. Na hakuna ati watu weusi wanapata kifafa na watu weupe hawapati. Inapata kila mtu. Naweza kuwa niko sawa leo, lakini kesho tukikutana niko na kifafa. Nisije ikawa hivyo, sio? Asante. Na mtazamaji, huyo ni Nicholas akitueleza yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya kifafa, na vile vile ameweza kufafanua visababishi ambavyo vinaathiri pakubwa. Na mtazamaji, tunapoendelea na mjadala huu, pia tungependa kusikia mchango wako, na labda unatangamana na mmoja wa familia, mmoja wa jirani kule nyumbani ambaye ameathirika na ugonjwa huu wa kifafa. Maisha yako vipi? Tueleze kupitia nambari ambazo tumeziweka kwenye kiwambo. Tuma ujumbe kupitia akaunti yetu ya WhatsApp. Nitakuwa napitia na vile vile kusoma jumbe zako, na vile vile ungependa kutupi kwa serikali kuhusiana na ugonjwa wa kifafa. Tumeona kwamba gharama ya matibabu na kupata zile dawa ambazo mtu hutumia kila wakati ni ghali mno. Tufanyeje ili kuhakikisha gharama inapungua, na vile vile kuwasaidia wale wagonjwa ugonjwa wa kifafa wanakuwa sawa sawa, na vile vile kusukuma gurudumu la maisha, kwa sababu hizi tembe wanasema kwamba ni za kudhibiti, sio Nicholas? Ni za kudhibiti ile hali, sio? Kuna ile kudhibiti. Na pia kuna wale wamepona hadi tukawatoa kwenye madawa. Lakini usitoe mwenyewe, acha sisi wenyewe tutoe. Kuna ile njia ya kuitoa. Ile withdrawal. Shukran sana Nicholas kwa kauli hiyo. Na naarifiwa Jude kutoka Eldoret. Habari za sasa, labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Jude, habari za sasa, mchango wako ni upi kwenye kipindi? Uko hewani Judy.
na naarifiwa amekatika kwenye line. Unaweza piga tena mtazamaji, ukipiga simu tuulize swali, mtaalamu wako hapa atasema nawe, na vilevile iwapo na mchango wote kuhusiana na hali hii ambayo tunaizungumzia, kama ulikuwa na mpendwa wako, jirani ama mtu ambaye unamfahamu ambaye ameathirika na ugonjwa wa kifafa, maisha yalikuwaje, swala la unyanyapaa limejitokeza, tufanyeje katika kuhakikisha jamii inawakumbatia hawa ambao wanaendelea na matibabu ya ugonjwa wa kifafa. Hivyo basi tunaruhusu, laini zetu ziko wazi, sema nasi kupitia WhatsApp, sema nasi kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook na vilevile vile kwenye akaunti yetu ya X. Nitakuwa nasoma jumbe zako kadri muda unavyozidi kusonga. Nikushirikishe bingwa Stephen Obilo, najua ni safari ndefu, miaka 5 si kidogo, haswa ukiwa kwenye matibabu. Labda wakati ambapo unapata matibabu, maisha yako yamekuaje? Ndio. Njia nilimepitia na hii ugonjwa wangu. Ndio. Mungu pia amesaidia. Ndio. Mahali nimepitia pitia mabaya mengi. Ndio. Lakini tangu nianze kupata matibabu, naam, nilishirikiana na huyu mtaalamu wangu. Tangu nianze kupata hizo matibabu, naona mabadiliko makuu. Ndio. Ugonjwa inatulia. Na unafanya majukumu yako, shughuli zangu naendelea na mashughuli zangu kama kawaida. Naam. Kazi haijakatika. Ndio, shukran sana kwa hilo. Naarifiwa Jude naambiwa amerudi. Jude, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi, kwenye mjadala huu wa ugonjwa wa kifafa? Swali langu ni kwamba ndio, kama umepata kifafa kwa njia ya ajali, ndio, unaweza kutibiwa ikapona ama kifafa haina tiba, haiponi? Naam, shukran sana Jude kwa swali hilo kutoka Eldoret, na pia kwa kuwa mtazamaji mwema kufuatilia. Nicholas bingwa huyu anaitwa Jude amesema kwamba ameuliza iwapo umepata ajali na kwenye kichwa chako ukapata yale majeraha, mwisho wa siku ukakuwa na ugonjwa wa kifafa, unaweza pona? Kwanza kabisa namshukuru kwa swali hilo. Ndio. Kifafa inaletwa na njia tofauti. Ndio. Ameongelea njia ya hali ya alipata ajali. Ndio. Ambapo akapata kifafa. So ina depend na ile injury ambayo alipata wakati wa ile ajali. Ndio. So kile tutakachofanya ni kufanya kuhakikisha kwamba hakuna ile injury ambayo bado inaendelea kwenye akili. Ndio. Baada ya kupata kwamba ile injury ilishapona, tunaanza kuhandle kifafa. So ile kufifitika tutahandle kwamba tutampa dawa, tukimwangalia polepole, akikosa kuanguka kwa muda fulani, tutaanza kupunguza madawa. Tutapunguza polepole, kama tukipunguza atakuwa anaendelea kufifitika, tutaendelea na madawa. Kama tutapunguza na kufifitika kuache kuwa, tunaondoa madawa. Lakini ni hali ambayo inachukua muda. Lakini inatiba na inapona. Yeah. So wale ambao wamepona, kile ambacho watu tunasisitiza ni kwamba kifafa kinatiba. Ndio. Yeah. Watu wamepona na tumeona wengi wakiendelea na kazi zao kama kawaida. Bila shaka. Obilo hapa akikwambia ana familia. Ndio. Na bado pia ameandikwa kazi. Naam. Na maisha yake yanaendelea kama mwanadamu mwingine wa kawaida. Bila shaka. So sio kila mtu wa kifafa ambaye anachukuliwa kama mzigo katika jamii. Naam. Wakipewa nafasi wanaweza fanya kazi zao kama kawaida na wanaweza kuishi kama watu wengine na waweza kusaidia kuendeleza uchumi wa Kenya hii. Naam. Naam, shukran sana kwa jibu hilo Jude. Umelisikiliza, kifafa kinatiba, ni uzingatie yale masharti umepewa, na vilevile ukuwe mwaminifu katika kupata matibabu, mambo yatakuwa shwari. Na mfano ambao tuko nao hapa ni Stephen Ochieng Obilo ambaye ni mgonjwa wa kifafa, anaendelea na matibabu, ana majukumu yake, anatunza familia yake. Na Obilo, ningependa kufahamu mwanzo ukigundulika kwamba una ugonjwa wa kifafa, labda jamii ilikupokea vipi? Kwa sababu sisi wa Afrika jamii zetu zina mambo kweli. Jamii ilikupokea vipi? Hiyo ni kitu na kwa tu kawaida. Ndio. Utenzi lazima iwe. Ile urafiki ulikuwa na watu inapungua. Ndio. Utenzi lazima iwe. Haifai kuwa hivyo. Ndio. Ulitengwa?
Kuna wale walikuwa wameniweka kando. Na sasa hivi wamerejea baada ya kusikia kwamba uko vizuri, sio? Naam, shukran sana Stephen Obilo kwa kutupa hali halisi ya maisha yako, kwa sababu ukiwa studioni we ni mfano hai, angalau unatupa ile taswira, kwa sababu katika jamii zetu kuna wale watu, labda mtu ako na ugonjwa fulani, unasikia kwamba huyu sasa hakuna haja tumkaribie. Ulivyosema, kutengwa kupo na ni jamii zetu, lakini hivi sasa labda wito wako ni upi kwa Wakenya kuhusiana na swala hili la unyanyapaa? Unapata mtu umetengwa baada ya kupatikana uko na ugonjwa fulani, wito wako ni upi? Ungependa kuambiaje? Haifai kuwa hivyo. Ndio. Mwenzako akiwa na shida, mtafutie namna naweza pata usaidizi. Asaidike. Na maisha yaendelee. Maisha yaendelee kama kawaida. Naam, shukran sana Obilo. Nicholas, tunapoendelea na mazungumzo haya, najua katika jamii nyingi umezungumzia ili swala la kufifitika, lile la kuanguka na kugaragara. Mara nyingi unapata kwamba ndo mojawapo ya dalili ambazo zinajitokeza, na unaona watu wamekimbia kweli kweli, kwa sababu hata tukisoma katika tukiendelea kuzungumzia ugonjwa huu, unapata kwamba kitambo unapata mtu umetengwa, angalau siku hizi angalau watu wameanza kuona kwamba ni kama ugonjwa ule mwingine tu, alivyosema ndugu yetu hapa Obilo kwamba saizi watu wanaanza kuona kama maisha ni kawaida tu na lazima tuwakumbatie. Labda tukizungumzia hilo hilo, dalili zingine labda kwa kifupi, hata kabla tupate simu zingine. Kwanza kabisa, watu hawajawahi elewa kifafa ni nini. Ndio. Kifafa sio aina moja. Kuna aina 8 za kufifitika. Na zimegawanywa katika vikundi viwili vikuu. Na kukatiza tu, Jude amerejea. Jude, labda ni kipi hiki ambacho hujakipata ili tuweze kufafanua zaidi? Jude, habari za sasa? Nimepata vizuri. Ndio. Just to be clear, nilikuwa nauliza, nimefuatilia dawa. Ndio. Nimefuatilia dawa na kwa muda sijaona episode yoyote ikiendelea. Labda miaka mingapi hivi? Sahii ni miaka miwili. Miaka miwili. Labda ile dalili ya kufifitika ama ile ya kuconvulse unaipata au haupati hiyo dalili tena? Hakuna hiyo dalili. Na awali ulikuwa na hiyo dalili, sio? Ilikuwa. Na saizi unafanya shughuli zako namna ambavyo zinapaswa? Nimekuwa nikifanya shughuli zangu, kila kitu iko sawa, hakuna dalili tena. Na labda Jude, nikupe nafasi utupe namna ambavyo uliweza kupata ugonjwa wa kifafa. Ingekuwa vizuri zaidi pia tuweze kukuelewa. Ilikuwaje? Ulipata kifafa ukiwa mdogo? Ulipata kifafa ukiwa mtu mzima? Na imekuwaje? Na nasikia mtoto akizungumza kwenye background. Maisha yamekuwaje katika hii safari? Labda tupe historia yako. Maisha imekuwa sawa. Ndio. Ulipataje ugonjwa huu? Nilipata through head injury. Ndio. Nilipata through head injury. Naam. Na pia hiyo wakati naweza sema kulikuwa na some abusive of alcohol. Ndio. So I had to reduce abuse of alcohol ndio niweze kufuatilia matibabu. Ndio. Ndio kwa sababu niliona improvement, na mpaka sasa sijaweza kupata any consultation ama any result. Ndio. Na maisha iko tu sawa kabisa. Na labda ulikuwa mwaka upi wakati ambapo ulipata ajali hiyo, hilo jeraha kwenye kichwa, na umekuwa kwenye matibabu kwa muda upi? Nilipata jeraha 2023. Ndio, 2023. Yeah. Ndio. Up to date nilikuwa nikiendelea na matibabu. Na matibabu uliyapata mara moja wakati ambapo iligundulika kwamba umeathirika sasa na ugonjwa huu? Sio? Pardon? Nauliza, ulianza matibabu mara moja au ulichukua muda? Actually venye nilipata injury, ndio nilienda hospitali kwanza nikatibu head injury. Ndio.
wakati nilirudi check up Ndio. nikafanya EEG na hizo MRI, CT scan, Ndio. nikakuwa prescribed hizo dawa za epileptic. Naam. Labda ujumbe wako ni upi kwa wale ambao wanaendelea na matibabu ya ugonjwa wa kifafa? Ungependa kuwashauri vipi? Matibabu si mbaya, ni nzuri mtu akifuatilia dawa yake vizuri. Ndio. Just be positive. Mtu pia naweza washauri pia kukuwa na positive attitude. Ndio. Kuzuia vitu mingi kama hasira. Mtu akiwa kwa mood ya furaha pia saa ingine Ndio. the brain pia inasaidia kurelax. Naam, shukran sana. Na labda tunapozungumza hivi sasa, kwa sababu serikali pia ni mshikadau mkuu katika shughuli hii ya afya, labda wito wako ni upi kwa serikali, ikizingatiwa kwamba kuna dawa ambazo ni ghali mno haswa katika kumudu gharama zake? Ni kweli dawa ni bei ya juu. Ndio. Hata mimi dawa yenye natumia Levipil na Epilim. Ndio. Ambapo utapata Levipil maybe utapata na maybe one tablet for 300. Ndio. Na Epilim unaweza pata pia pengine iko juu sana hivyo. Maybe serikali inaweza saidia kuangalia prices ya hizo dawa pia kuzuia challenges yenye watu wanapitia. Ndio. Yeah. Asante sana Jude kutoka Eldoret. Salimia mtoto, nasikia anazungumza naye, mwambie tumemsalimia kutoka studioni. Amesalimika, amefurahia. Naam, shukran sana Jude. Huyu ni mtazamaji wetu kutoka Eldoret, ameuliza swali na vilevile akajibiwa na Nicholas hapa, mtaalamu wa ugonjwa wa kifafa, na vilevile ametupa historia yake, namna ambavyo aliweza kupatikana na ugonjwa huu wa kifafa, matibabu yake namna ambavyo yamekuwa, na ametoa wito kwa wale ambao hivi sasa wanaendelea na matibabu kama ndugu yetu Stephen Obilo. Ameshauri wengi ambao wanaendelea na matibabu kwamba tuzingatie kutumia dawa. Ushauri mzuri huo. Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Pia unaruhusiwa tupigie simu, tutumie ujumbe kwenye WhatsApp ili tuzungumzie mengi kuhusiana na ugonjwa wa kifafa, na mwisho wa siku tutakuwa tumehamasisha jamii namna ya kupata matibabu ili kudhibiti ugonjwa huu wa kifafa, na vilevile kuhakikisha mgonjwa anapona, anaendelea na shughuli zake za kila siku na kutafuta maisha, na vilevile kuboresha uchumi wake na vilevile uchumi wa taifa. Nicholas, nilikuwa nimekukatiza tukimsikiliza Jude kutoka Eldoret. Visababishi tumezungumzia, dalili kuna ile ya kufifitika tumeiona ni moja ya dalili ambazo zinajitokeza mara nyingi na watu wengi utoroka. Nasema kwamba hapa kimeumana, wanasema hivyo kule kwa ground. Yes. Ulikuwa unasema kwamba msitoroke, kaa nao, mtulie, watarudi vizuri. Ndio. Ndio. So kwanza tulikuwa nataka kueleza kwamba kifafa kuna njia aina tofauti. Ndio. Na zimegawanywa katika njia mbili kuu. Kuna ile inaitwa partial seizures. Ndio. Na kuna zile zinaitwa generalized seizures. Naam. Seizures kwanza ni ile kufifitika. Ndio. Na kufifitika huku kunatokana na kwamba sisi sote hapa akili zetu zinatoa nguvu za umeme. Ndio. Ili ziweze kufanya kazi kwa njia inayofaa. Lakini kuna wakati ambao ule mtu ambaye ana kifafa, zile nguvu za umeme zinatolewa kupita kiasi. Ndio. Na zikitolewa kupita kiasi, ile nguvu za umeme ambazo zimetolewa kupita kiasi huwa zinagonga akili yenyewe. So akili yenyewe inajipiga shock. Hapo ndio sasa mtu anajipata anafifitika. Na aina mbili ni kwamba kuna the partial one, inamaanisha kwamba kuna part ya akili ambayo imegongwa. Si akili yote imegongwa. Then kwa generalized akili yote imegongwa. So kwa partial imegawanywa pia kwa njia tatu. Kuna simple partial, kuna complex partial, then kuna simple complex partial. Aina tatu. Then kwa generalized kuna aina tano. Ndio. Kuna tonic, kuna clonic, kuna tonic clonic, kuna absence na kuna myoclonic. Ndio. Wengine wataita juvenile myoclonic seizures, kwa sababu sana sana ina affect watoto. So aina ile inakufanya ndio itadetermine vile utahudumiwa. Watu wengi huwa wanatoroka kwa sababu mtu amefifitika. Ndio. Kufifitika huku watu utoroka kwa sababu ya zile dhana
ambazo ziko kwenye society kuhusu kifafa. Wengine wataamini kwamba akimguza huyu mtu atapata kifafa. Mwingine anaamini kwamba huyu mtu akipitisha hewa ama ukiguza maji ambazo zinatoka kwenye mwili wake wakati wa kufifitika, eti utapata kifafa. Wengine pia wanatoroka kwa sababu hawajui wafanye nini wakati amefifitika. So hapo ndipo ile inaitwa first aid inaingilia. Wakielewa nini wanachofaa kufanya wakati wa kufifitika, wengi wao hawatatoroka. Na hawa watu huwa hawaumii kwa sababu ya ile kufifitika. Wengi wao wataumia kwa sababu ya ile response ama reaction ya watu walio kando yao wakati amefifitika. Kuna ule wakati amefifitika watu watatoroka. Kwa hii hali ya kutoroka wengine watamkanyaga. Ataumia kwa sababu ya hii hali ya kutoroka. So wanafaa kuelewa kwamba mtu akififitika kwanza hufai kuwa muoga, usitoroke. Saa zile umekosa kutoroka utamwangalia. Ukimwangalia vizuri, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba hiyo environment hakuna kile kinachoweza kumuumiza. Kama kuna vitu ambavyo vimevunjika vinaweza muumiza, utaviondoa. Cha pili, utahakikisha kwamba umetime ile siza. Ile kufifitika ikiwa chini ya dakika 5 ni sawa. Chochote zaidi ya dakika 5 ndiyo atahitaji kwenda kwa hospitali. Na haraka sana. Na haraka. So cha pili ambacho utafanya ni kwamba kama alikuwa amevaa tai ama amevaa mishipi ambayo inamkaza, utahakikisha kwamba umeyafungua ili asinyongwe. Cha tatu ni kuhakikisha kwamba ile kichwa saa zile anafifitika inagonga chini. Utaekelea kitu. Kwa wengine wataekelea pilo kama ako penye pilo iko. Kama alikuwa amebeba begi ama amevaa koti, utatumia kile alicho nacho kuweza kuweka chini ya kichwa ili asiweze kugonga chini. Sababu saa zile anagonga kichwa chini ndio anaumia. Lakini ukiweza kuitunza kwamba ile kichwa hata akijitingisha ile kichwa haigongi chini atakuwa sawa. Cha muhimu kwamba watu tunasisitiza kwamba usijaribu kuzuia process isiendelee. Achana na process iendelee, bora umeitime. Ikipitisha dakika 5 utagundua kwamba anahitaji kwenda kwa hospitali haraka. Wengine watajaribu kuwekea vijiti kwenye midomo, vijiko na vitu tofauti. Usijaribu kumwekea chochote kwenye mdomo. Ukimwekea kitu kwenye mdomo unaweza vunja jaw ama unaweza mvunja meno. Watu wengi weka vijiti wakidhani eti unazuia kumuuma asijiume ulimi. Ulimi uko kwa nafasi yake kwenye mdomo. So hata akijiuma utapata kwamba ameuma kidogo sana. Heri utibu kidonda badala ya kuongeza infection kwenye kidonda ama kuongeza injury kwenye ile mdomo ambayo ilikuwa. So usimwekee chochote kwenye mdomo, usimpe kitu chochote cha kukula, usimpe maji. Wengine wanaekea spirit kwa mapua. Wakati anafifitika anafaa kupumua. Wakati unamwekea hivi vitu unamzuia kupumua. Na utakuwa unamuumiza zaidi. So usimpe chochote cha kukula, usimpe dawa wakati anafifitika na usimpe maji wakati wa kufifitika. Na usijaribu kuzuia hiyo process ya kufifitika na usiwekee chochote kwa mdomo. Wakati atamaliza kufifitika unamweka kwa ile position ambayo inaitwa recovery position. Recovery position ni ile wakati amelala chini, ametulia, unamweka kwa upande. Ukishamweka kwa upande, mkono unawekelea kwenye shavu. So ukiekelea kwenye shavu unainua kichwa kidogo juu. Sababu ya kuinua kichwa kidogo juu ni kuhakikisha kwamba anaendelea kupumua. Na akiwa amelala chini, mguu utakuwa flat kwenye sakafu. Huu mguu ambao uko juu utaweka kwenye angle ambao tunaita 90 degrees. 90 degrees ni kwamba unauvuta kwenye goti kidogo ili ukue umejikunja kidogo. Sababu ya kufanya hivi ni kwamba anaweza geuka kwa tumbo. Na kigeuka kwa tumbo atakuwa amelala kama kichwa kimeangalia chini na atashindwa kupumua. So unamweka hivyo ili kwamba akijaribu kugeuka kwa tumbo, goti litakuwa linagonga sakafu. Goti likigonga sakafu hataweza kulala na utumbo. Inamaanisha kwamba ataendelea kupumua. Kumweka kwa upande na kuinua kichwa pia ilikuwa inamaanisha kwamba kama atakuwa anatapika ama anatoa zile fluids ambazo anatoa kwa mdomo, hazitarudi ndani na hazitamnyonga. Zinaendelea kutoka. Akikawia hapo kwa muda fulani, kama bado hajapata fahamu, utarudia the same process kwa hii side nyingine. Same process. Mguu wa juu at an angle of 90 so that akiweza kujaribu kugeuka kwa tumbo unagonga sakafu. Ukifanya hivyo ataamka baada ya muda. Kumbuka kwamba ule wakati wote ambao hivi vyote vilikuwa vinafanyika hakuna chochote ambacho anakumbuka. Hajui chochote. So ni wewe utamuelezea kile ambacho kilifanyika. Ukishamueleza kile kilichomfanyikia usimwache peke yake. Hakikisha kwamba umemwacha na mtu ama umempeleka mahali ambapo pako sawa ili kuhakikisha kwamba in case itarudi tena
hatajipata tena ako peke yake na hataumia. Sawa sawa. So ukifanya hivi utahakikisha kwamba umehakikisha kwamba mgonjwa yuko salama na wewe pia uko salama, na hivyo itahakikisha kwamba wagonjwa wetu watakuwa wanaruhusiwa kwa mahospitali, wagonjwa wetu watakuwa wanaruhusiwa kwa mashule, wagonjwa wetu watakuwa wanaruhusiwa kwenye makazi. Naam. Shikilia hapo Nicholas, tupate simu kutoka Busia. Kwena, habari za sasa na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Kwena? Nashukuru sana TV47. Naam, asante. Hapo ongea na Franklin Kwena kutoka Butu la Busia. Naam. Nashukuru sana kwa huyo daktari na huyo mgonjwa ambaye amejitoa kimasomaso. Naam. Kuja kujaribu kupeana uwazi kuhusu hayo magonjwa yetu ya kisasa. Naam. Jambo la muhimu kama society lazima tukubali hayo ni magonjwa kama kawaida vile daktari mwenzangu yajaribu kunena hapo hivyo. Mimi kwa ufupi nataka niulize jambo moja. Sina ufahamu sana kuhusu hayo mambo ya matibabu au mambo ya magonjwa, lakini shakuwa na wagonjwa mbalimbali hata huko Mombasani. Ndio. Unapata mgonjwa sometimes akiona kitu kama moto ghafla ama akiona kitu kama gari laja ghafla hivi anashtuka. Ndio. Unajipata amepata hali hiyo. Mwingine akifika mahali kuna maji kama mto hivi, bahari hivi, akiona ile maji ama daraja hivi, akiona maji yakipita yashtuka. Ningetaka labda daktari aelezeni jambo gani kutendeka ghafla na pati huyo mgonjwa anaona jambo ghafla kama tuseme moto, yona kama maji, yona kama gari, yona kama daraja hivi yashtuka ghafla. Alafu jambo lingine ningetaka nifafanulie kidogo tofauti ya ile kuzimia ghafla, kama mtu labda alikuwa yakimbia afanya kazi nzito alafu yaishiona pumzi. Ndio. Yuazimia kama alikuwa anakimbia bio azimia, alafu akipepetwa yarudi hadi zake za rudi za kawaida, na kizidishwa hivyo, na baada ya kukimbia kama nadhiri na hiyo hali ya kupuishwa pumzi, kuishiwa hewa hivyo kiwa inaweza zalisha kifafa, ama hiyo ni hali ya kawaida baada ya mtu kukimbia na kuishiwa pumzi. Naam. Hayo maswali mawili ukimsaidia atamsaidia kama mgonjwa, mbona akiona kitu kingine cha kushtua kama moto, daraja, maji, yashtuke yaanguka, na mambo mengine ya kuonyesha kwamba mtu akizimia baadaye huwa anaweza kuja akapata kifafa au sio. Naam, shukran sana kwa swali hilo na vile vile kwa kupongeza namna ambavyo tunakutaarifu kuhusiana na masuala haya. Nicholas, Bingwa Kwena kutoka kule Butu la Busia anazungumzia swala kwamba wakati mtu amefanya mazoezi ama amekimbia anazimia, akipepetwa anarejea katika hali zake. Labda ni tofauti na kifafa au ni mambo ambayo yanaendana? Kwanza, kufifitika kwote sio kifafa. Ndio. Kuna magonjwa mengine ambayo yanafanya watu wafifitike. Ndio. Na pia kuna ile ambayo tunaita kufaint. Hii ambayo ameongelea sana utapata ni ile kuzimia ni kufaint. Ndio. Hiyo sio kifafa. Ndio. Na hiyo kufaint utapata kwamba hawa watu wataanguka baada, kuna ile story amesema labda alikuwa anakimbia, labda alikuwa amefanya kitu akachoka, hivyo ndio ataanguka. Kuna ile story behind ile kuanguka. Ndio. Lakini ya kufifitika ya kifafa utapata saa zingine ni ghafla tu. Ndio. Yeah. So kuna ile kufaint na kuna ile kuanguka. Kuna magonjwa kama kisukari, sukari ikipungua sana kwa mwili utajipata umeanguka. Ndio. Na hiyo sio kifafa. Kuna pia wale wanapata cerebral malaria ambayo inasumbua akili, atajipata amefifitika. So kabla tuseme kwamba una kifafa, huwa tunasema kwamba ni kuanguka mara 2 au zaidi, na hakuna kile kitu ambacho kimeileta na imekaa kwa zaidi ya mwaka mzima. Ndio. So kwa kimombo tutasema ni 2 or more unprovoked seizures. Ndio. In a span of 1 year. Ndio. Yeah, so sio kila ile kufifitika tu ni kifafa. Naam. Lazima ikuwe na ile definition. Najua Kwena amepata kuelewa hilo, kumaanisha kwamba ushauri ungempa wesua mtu akizimia ghafla wakati ambapo anafanya mazoezi afanyeje? Wakati mtu ameanguka ghafla wakati wa mazoezi, Ndio. Kwanza kuna vile vipimo ambavyo utafanya, kama utapima sukari, na kama ako kwa uwanja tuseme huwezi fanya vipimo, utajua kwamba kama ni kufaint kuna zile processes za first aid za mtu ambaye amefaint, ambapo ziko clear kwa guidelines. Kuna ile kuhakikisha kwamba hewa inamfikia vizuri, baada ya muda ataamka. Na kama ni ile ya kifafa, kuna ile description ya first aid ambayo nimepeana ya kifafa, ataifuatilia. Na kuna hili swali la pili pia ameulizia kuhusiana na akiona moto basi anashtuka, anaanguka. Akiona maji hivi anaanguka,
anazimia. Labda katika hilo hizo dalili zinaendana na ugonjwa wa kifafa kwa faida ya Kwena? Ndio. Sana kwa kifafa kuna vile vitu ambavyo tunaviita trigger factors. Ndio. Vile vitu ambavyo vitakufanya uanguke na au kufaa kuanguka. Ndio. Sana ameongelea sana yanaendana na anxiety, wasiwasi. Ndio. Hali ya wasiwasi itafanya mgonjwa wa kifafa aanguke kwa sababu wakati ameona ile moto atakuwa na mshtuko. Ile mshtuko itafanya aanguke. Wakati ako kwenye maji, ile kupita kwa maji kutampea wasiwasi. Hiyo wasiwasi ndio itamfanya aanguke. Na pia heights. Yes. Kuna wale pia wataanguka wakiwa na hasira. Hiyo pia ni trigger factor. Ndio. Kuna wale wataanguka wakiwa na mawazo, ile kufikiria sana. Ndio. Stress. Yes. Atajipata ameanguka. Kuna ule akisikia njaa ataanguka. Ndio. Kuna ule akikosa kulala kutosha ataanguka. Ndio. Kuna ule akifurahi sana ataanguka. Kuna watu tunasema kwamba mtu mwenye kifafa sio mtu wa kupatiwa surprises. Ndio. Unaweza mpatia surprise, akusurprise kwa kuanguka. So kama kuna ule mpango ambao ulikuwa unataka kumfanyia, labda kulikuwa na birthday, lazima umwambie mapema ili akue tayari. Lakini usimshtue. Kuna magonjwa kama homa. Mtu wa kifafa akiwa na homa anaweza jipata anaanguka kupita kiasi. Ndio. Pia kuna wasichana wetu wakati wa hedhi. Kuna wale wanaanguka sana wakati huo kwa sababu kuna zile changes za hormones ambazo zinafanyika wakati huo. So atajipata anaanguka kwa sababu inaitwa catamenial seizures. Inaletwa na ile kubadilika kwa homoni kwenye mwili. So kuna aina tofauti sana za trigger factors. Kuna kutumia pombe kupita kiasi. Sijui kama ni yeye ama ni yule wa kwanza alisema kwamba yule wa kwanza ilibidi apunguze pombe. Sababu kutumia pombe na kutumia dawa pia is a trigger factor. Ndio. So kuna aina nyingi sana za trigger factors. Kuna pia kuacha dawa. Ni vizuri ule wa kwanza alisema kwamba despite yeye kutokuwa na hiyo kuanguka, baada anaendelea na dawa. Kuna wale wanaacha dawa kwa sababu wamekosa kuanguka. Ukiacha dawa utajipata umeanguka. Tulisema dawa inaachwa, lakini sisi ndio tutakuachisha. Kuna ile njia ambayo tunatumia kuachisha dawa. Na labda hizi dawa ziko individualized. Yes. Kuna aina 8 za kifafa. Na kwa hizi aina 8 kila moja iko na dawa yake. Shikilia hapo, utakuwa tunarejea utueleze hizi aina 8 na pia Obilo utakuwa unatueleza pia hali iko vipi, unatumia dawa kwa kipindi kipi, kwa mara ngapi kwa siku, mara ngapi kwa wiki, ili mtazamaji pia kuwe na ufahamu wakati ambapo mtaalamu wetu atakuwa anatueleza. Shikilia hapo tunapoendelea kupata hisia zako. Na mtazamaji, tunapozungumzia ugonjwa wa kifafa si hapa studioni tu, hata kwenye mitandao ya kijamii pia tumekuuliza swali ambapo tumekuuliza mengi zaidi, na hivi sasa tusimame hapa ili tuweze kuona katika swali hili, mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa, ukipenda epilepsy, hutengwa katika jamii? Ndilo swali ambalo mtazamaji tumekuuliza kuhusiana na mjadala huu, na mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa hutengwa katika jamii. Tumemsikiliza Obilo pia amesema kwa wakati fulani alikuwa anatengwa, lakini hivi sasa mambo yamekuwa tofauti. Sema nasi kupitia akaunti ya WhatsApp, sema nasi kupitia Instagram, kwenye X na vilevile kwenye Facebook. Nitakuwa nasoma jumbe zako kadri muda unavyozidi kusonga. Na hivi sasa mtazamaji, tupitie baadhi ya maoni ama na vilevile zile hisia ambazo umetoa. Anaitwa Peti Jumba, amesema please don't mention it. I had a neighbor, may his soul rest in peace. Makiwa kwa jamaa na marafiki, hata kuoa ilikuwa ngumu na juu hata wazazi hawakuwa, he passed away so early, it was painful. Ndo ameweka emoji pale, na ni hisia hizo ambazo ametoa. Mwingine anaitwa Mike Mganga, anasema kwamba anytime hao watu wanaweza chukulia Sayuni na ukawa naye traces za mashikano, naye ukawa umewacha. Amezungumza lugha ingine, lugha ambayo hatuipati vizuri, lakini anatoa hisia zake na anasema mwelekezi, tungeomba utupatie hiyo hisia ili tuikamilishe kikamilifu, kwa sababu hatujaikamilisha vilivyo namna ambavyo amezungumza. Atakuwa anairejelea mwelekezi wangu Kevin. Anasema sio kutembea, lakini watu hofia iwapo kitamkuta mtu uliye naye na hujui la kufanya, nini itatendeka. Like it's so weird and risky kuhandle hao watu. Mfano, mimi kama sina umaarufu wowote, niwe na mtu kama huyo na kimkute nimeangalia maji ikiwa sijui mabaya,
Ndo hisia zake. Anasema afe mikononi mwangu na niwe mwenye lawama. Nametoa hisia zake, anaitwa Eva. Mwelekezi, tuendelee na hisia hizi ambazo umezizungumzia. Na anaitwa Feliform JJ, anasema inakuaga na stigma mbaya kuliko hata HIV. Ndo lugha ambayo inatumika katika mitandao ya kijamii. Na mtazamaji, tunaendelea kupata hisia mbalimbali kuhusiana na mjadala huu, wakati ambapo tunazungumzia shughuli nzima. Mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa epilepsy hutengwa katika jamii? Zungumza nasi kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia akaunti yetu ya X na vilevile kwenye Facebook, ili tuzidi kuangazia mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Ndo hali halisi. Nicholas, ulikuwa unazungumzia aina 8 za matibabu. Labda inakuwaje? Kabla sijaelekea hapo kwenye aina 8, mgonjwa hapo kwenye hisia, na nimeona akisema kwamba wengine huwa wanaogopa huyu mtu akifa wakati wa kufitika, watasema mimi ndio nilimuua. So wengi wao utoroka kwa sababu hataki kuhusishwa na kile kifo. Ndio. So watu wengi mtu akifitika wanadhani ni ile hali ya kufa. Si hali ya kufa, baada ya muda ataamka. So kile unachohitaji kufanya ni ile first aid, ambapo ukishamaliza first aid atakuwa sawa. So once umeelewa ile first aid inafanywa vipi, ile kutoroka na kudhani kwamba anakufa ili polisi ati watakufuata kusema alikufaje, haitakuwa. So tusiwe tunatoroka eti anakufa, hafi. Ni ile hali tu ya kufifitika. Na awali ulikuwa umegusia swala hili, kuwa mtulivu, usubiri aconvulse kwa hizo dakika 5, atarejea katika hali zake. Kuna wale ambao wakiona kitu cha kwanza nduru na kelele nyingi, haswa katika mazingira kama hayo, labda kiutaalam inakuwaje? So kwanza kabisa si mgonjwa yule anapiga nduru. Ni mwenye aliye karibu, yule ambaye anataka kuomba usaidizi. Ndio. So hapo kwa nduru tutaruhusu ifanye. Ndio. Sababu ile nduru itaruhusu watu wajue kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Ndio. So ile first aid hata ikiendelea, watu watajua kuna ile hali ambayo inaendelea hapo. Lakini baada ya hiyo nduru utafanya nini? Ndio cha muhimu. Ndio. Nduru ni sawa, piga, lakini hakikisha kwamba baada ya kupiga nduru ile first aid umeifuatilia vile itafaa. Taratibu. So tutarejelea pale kwa aina 8 za kifafa. Ndio. Na matibabu. So kuna ile dhana ya wananchi sana wanayo kwamba huyu mwenzangu akiwa na kifafa na mimi na kifafa, nilisahau kuwa ubeba dawa zangu, nimefifitika. Ndio. So yeye si ana dawa za kifafa, Ndio. si nitatumia zake nitakuwa sawa? Makosa. Haifai kuwa. Ndio. Sababu unaweza tumia zile dawa zake, badala ya kifafa yako kurudi chini ikue zaidi. So huwa tunasema kwamba ukiwa mtu mwenye kifafa, popote ambapo unaenda, hakikisha kwamba una dawa zako. Ndio. Hata kama utatoka kwenda kununua mkate, enda na dawa. Ndio. Kwa sababu wakati utatoka tudhani utarudi, labda hautarudi. Ndio. Na sababu dawa za kifafa kwanza zinamezwa katika wakati halisi. Kama ni saa 1 ni saa 1 kamili, kama ni saa 2 ni saa 2 kamili, haufai kupitisha. So ule wakati wa dawa ukifika, hakikisha kwamba unameza dawa wakati huo ili ukue salama, na pia hakikisha kwamba umemeza dawa kama umekula kitu. Usimeze dawa katika what tunaita empty stomach. Ukifuatilia dawa vile inafaa, tutafuatilia siku kadhaa. Ikifika wakati wa kupunguza madawa, tutapunguza na tutatoa mwishowe, na utaishi maisha yako kama kawaida. Na ile tunasisitiza sana ni kuhakikisha kwamba hata kama tumekutoa kwa dawa, lazima uendelee kufanya ile inaitwa review ya madaktari, ili tuweze kuendelea na kujua kwamba unaendelea salama. Ndio. Naam, shukran sana kwa hilo. Nipitie jumbe hapa. Anasema LOTV47, what are the symptoms of kifafa? Tumeyazungumzia hayo. Na hajasema anaitwa nani mwingine hapa. Anasema swali langu, huu ugonjwa ni yule mtu usikia kizunguzungu then anaanguka na kuzimia, ama labda amejiunga nasi hivi sasa, anaitwa Jackie, labda mjibu kwa hilo. So kwanza huo ugonjwa wa kifafa kwanza una affect zile emotions za mtu. Ndio. Zita affect zile tunaita the smell effect. Kuna wale watasikia harufu ambayo haiko. Ndio. Kuna wale watakuwa na taste kwenye mdomo ambayo haiko. Kuna wale watakuwa wanasikia masauti ambazo haziko. Ndio. So inakuja kwa njia tofauti. Lakini cha muhimu sana ni kujua ni kifafa yako inakujaje. Ndio. Ndio ukikuja tunaweza kuidescribe
Ukidescribe vizuri tunaweza identify ni aina gani na tutakuweka kwa ile dawa ambayo unahitajika kuwa nayo. Ndiyo. So sio kifafa haina ile description moja ati kitu kimoja. Kuna aina 8, so kila aina iko na description yake. Yeah. Naam, shukran sana. Kuna mtazamaji mwingine hapa anasema, Robinson Kandie from Bungoma County, kifafa ni ugonjwa hatari, hivyo ndivyo amesema. And it killed my brother, ilimtupa kwa maji mtoni and we missed him until now and we are having another person with the same issue but hatuoni mtu wa kumsaidia. Nauliza wataalam, waweza msaidiaje? So kwanza kabisa kuna watu wawili wameongea about kifo. Ndio. Yeah. So kifo katika kifafa huwa tumeicategorize kwa kitu kinaitwa SUDEP. SUDEP ni sudden unexpected death kwa sababu ya kifafa. Sana sana huwa inatokana wakati mgonjwa hajafuatilia dawa ama hajawekwa kwa dawa. Ndio. Cha pili ni kwamba hakuna mtu ambaye anamwangalia. Wakati huyo ameanguka kwenye maji, labda alienda kuswim, hakuna mtu aliyekuwa naye. Ndio. So huwa tunasisitiza kwamba mtu wa kifafa lazima akuwe na mtu ambaye anamwangalia, lazima akuwe na anatumia madawa vile inafaa, akuwe anafuatiliwa vile matokeo yake inaenda, na ukifuata mambo hayo yote tutazuia hiyo ambayo inaitwa SUDEP, ambayo ni sudden unexpected death kwa sababu ya kifafa. Hata wakilala huwa tunasisitiza kwamba asiwe anajifungia kwenye room analala peke yake. Angalau awe na mtu ambaye anamwangalia usiku ili wakati ule kufitika kumekuja anaweza fanya ile first aid na kuzuia vifo kama hivyo ambavyo ni vifo ambavyo vinaweza zuilika. Lakini kwa sababu hatukujua kile cha kufanya wakati kinaendelea, ndio tunajipata kwamba tunapoteza wagonjwa kwa hali ambayo hatukufaa kuwapoteza. Ndio. Yeah. Naam, shukran sana. Na mtazamaji, umeyasikiliza mwenyewe, ndo ushauri ambao unazidi kupata kutoka kwa mtaalamu wetu Nicholas Otieno akitueleza kuhusu ugonjwa huu wa kifafa. Na vile vile mtazamaji, ni vizuri kukutahadharisha. Amesema kwamba matibabu ya ugonjwa wa kifafa ni matibabu ambayo yako individualized. Kumaanisha nini? Iwapo Onsare hapa ana ugonjwa wa kifafa, temba ambazo nitazitumia sizo ambazo Nicholas atazitumia, kwa sababu ni ugonjwa ambao una namna ya kuangalia na vile vile kutibu. Na hivi sasa nitauliza Bwana Obilo swali hili, labda matibabu yako yanakuwaje? Na mtazamaji, tunapouliza Obilo swali hili, namna ambavyo anatumia dawa zake si namna ambavyo unafaa kutumia dawa zako pia. Obilo, labda hizi dawa zako unazitumia mara ngapi kwa siku ama mara ngapi kwa wiki? Asante sana. Ndio. Kwa vile hata umesikia kwa daktari, ni ukweli. Madawa ni mengi. Naonaga wakati nimeenda matibabu, ndio wagonjwa wenye huwa nakutana nao, watu wako na aina mengi ya dawa. Ndio. Tofauti. Na huwezi tumia ya mtu mwingine. Huwezi tumia ya mtu. Naam. Daktari ndio lazima kueleze ni gani inakufaa, utapata usaidizi kwao. Na daktari ndio anakuelezea namna ya kuitumia. Kama mimi yangu huwa naimeza mara 2 kwa siku. Na ile masaa yenye yeye ndiye alikuwa ameniwekea. Naam. Hiyo masaa bila amesema isipite. Unazingatia. Lazima. Na labda hii ratiba ya kutumia hizi dawa ni wewe mwenyewe unajikumbusha au una msaidizi ambaye anakuambia usisahau dawa? Na hizi najua vile tuko. Ndio. Usaidizi lazima iwe. Lakini hata tuko na usaidizi la simu. Alarm. Alarm ni msaidizi kabisa kwangu. Naam, shukran sana. Na asante sana Stephen Obilo kwa kutuelezea namna ambavyo unatumia hizo dawa. Na mtazamaji, ndo mjadala ambao tuko nao hapa studioni. Tunakushirikisha moja kwa moja, pia uzungumze nasi, na vile vile mtazamaji, tunawashirikisha wanahabari wetu ambao wamepiga kambi mashinani ili kuzungumza na Wakenya kutoka maeneo hayo mbalimbali, ili uweze kupata kuelewa, kuhamasishwa na vile vile kufahamu watu wanaishi vipi katika kaunti mbalimbali. Laban Muhinda yuko Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Laban, Wakenya ama wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusu mjadala huu, ugonjwa wa kifafa?
Naam, Onsare, na tukizidi kuhusisha umma mjini Nyahururu, nimeweza kutembelea waendeshaji au wahudumu wa bodaboda ambao nimekusanya maoni yao kuhusiana na mjadala wa siku ya leo unaohusiana na ugonjwa wa kifafa. Kwa sasa wacha tusikie wana yepi ya kusema. Kwa majina naitwa Peter Wagura. Mimi ni mkaaji na mwenyeji wa Nyahururu. Hapa ni Wamete Wat. Kuhusu ugonjwa wa kifafa, kuhusu jamii. Mtu kama amekuwa amegojeka huu ugonjwa wa kifafa, inafaa ama itabidi familia yao kumwangalia kwa njia mwafaka sana. Kwa sababu mgonjwa wa kifafa anaweza kaa kwa kitchen ama kwa table room na ukute ule mtu ameanguka na hakuna mtu ambaye anaweza mshughulikia. Ule ugonjwa wa kifafa inaweza mfanya ule mtu ajiume ulimi. Na kujiuma kwake kwa ulimi inaweza sababisha mpaka kifo. So inabidi wale familia wako na watu kama wale wajaribu kuangalia vizuri na pia kuwalisha vizuri, kwa sababu maisha ya mtu ambaye ni mgonjwa wa kifafa inakuwa katika hali ya hatari. Kwa hivyo katika familia, katika jamii, kuangalia sana kama wale watu wanatumia dawa ipasavyo. So wakati anatumia zile dawa, hafai kukaa karibu sana na moto. Juu sasa akianguka karibu na kitchen, unaweza kuta ule mtu ameanguka kwa moto na ule mtu ni kama anakuaga amekufa wakati ameanguka. Kwa jamii nimeonelea ya kwamba huu ugonjwa watu wanauchukulia kama ni laana, kama ni kulogwa. Ndio maana unapata wanatega hawa watu wa kifafa. Sasa mimi huu ugonjwa nime-experience kidogo, kwa sababu kwa shule tumekaa na watu kadhaa wako na huu ugonjwa. Na hawa watu wanafaa kukaa kila wakati kuna mtu karibu naye, kwa sababu huna masaa ama dakika yenye huu ugonjwa utapata huu mtu. Huu mtu wako na hatari mingi sana. Naam, Onsare, kama vile ambavyo umesikia kutoka kwa wahudumu wa bodaboda mji huu wa Nyahururu, anasema kuwa ugonjwa wa kifafa umechukuliwa kama laana kwa jamii nyingi, hivyo wanatoa hamasa au wanatoa wito kwa jamii kuweza kukumbatia wagonjwa wenye wanaugua kifafa. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongeza la kuregesha usukani kwako Onsare. Na shukran sana Laban Muhinda kwa kushirikiza wakazi kutoka Nyahururu kuzungumzia swala hili. Naarifiwa tuna simu ya Fatma. Fatma kutoka Nairobi, habari za sasa? Mchango wako ni upi kwenye kipindi, Fatma? Mimi swali langu ni hili. Ndio. Wanandoa wanaweza ambukizana hiyo ugonjwa? Naam, shukran sana. Unatutazama kutoka Nairobi, sio? Naam, shukran sana. Tegea utajibiwa hivi sasa na mtaalamu wetu, daktari wetu wa siku ya leo, Nicholas Otieno. Nicholas, wanandoa wanaweza ambukizana ugonjwa huu wa kifafa? Swali lake hilo. Swali nzuri ambalo limekuwa likisumbua watu wengi. Naam. Kwanza, ugonjwa wa kifafa hauambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Ndio. Na sio kila aina ya kifafa ambayo inapitia katika familia. So mtu mwenye kifafa ameruhusiwa kuoa ama kuolewa na mtu mwenye kifafa ama asiye na kifafa. Bila shaka. So hawawezi ambukizana. Na haitamaanisha kwamba kama mtu wa kifafa ataoa mtu mwenye kifafa eti watoto wao watakuwa na kifafa. Ndio. Nafasi za kuoa mtu kama ako na kifafa ati watoto wake watakuwa na kifafa iko chini mno. So huwa tunasema kwamba asilimia chini ya 4 ni kama baba au mama ako na kifafa. Ndio. Na baba au mama hana kifafa. Ndio ile genetic. Yes. Ndio. So huwa tunasema kama one parent ako na kifafa, chances za kwamba mtoto atakuwa na kifafa ni chini ya asilimia 4. Ndio. That is below 4%. Na kama wazazi wote watakuwa na kifafa, ile asilimia ni chini ya 12. Bado kidogo sana. So sio kila mtu mwenye kifafa huwa tunasema ati kwamba imetokana na kifamilia.
haitokani na kifamilia, na watu wenye kifafa wameruhusiwa kuoa ama kuolewa na watu wasio na kifafa na waendelee na maisha yao kama kawaida. Naam. Shukran sana kwa hilo. Na tunapozungumzia swala hilo, tumemsikiliza yule bingwa kutoka maeneo ya Nyahururu akizungumza na wale wakazi. Kuna swala la uchawi linajitokeza, ushirikina na vile vile laana zinajitokeza sana katika mazungumzo haya. Katika kudemystify hili tukisonga mbele, ungependa kuambiaje haswa, kwa sababu ni changamoto kuu. Unapata kwamba umetengwa kabisa, mnaitwa nyinyi ni wachawi, ile familia ya nani wa kina nani ndo wachawi. Labda hilo tutaliondoaje katika fikra za wengi? Tunaishi katika jamii, na katika hizi jamii kuna zile vitu ambazo tulikuwa tukipata zikiwa zimeaminika. Ndio. Na kama hatutaleta suluhisho kwa hivi vitu ambavyo vilikuwa vimeaminika, vitaendelea kuaminika. So lazima tuseme ukweli kuhusu ni nini ambacho kinafanyika hasa kuhusu kifafa, ili mtu ajue ukweli. Wakati atakapojua ukweli, ile dhana ambayo amekuwa akiamini atakuwa amereplace. Lakini usipo replace ile dhana na ukweli, dhana itaendelea kuuza. So cha muhimu ni kwamba huwa tunaenda kwa community, tunaongea na community, tunawaelezea kwamba kifafa ni ugonjwa kama magonjwa mengine, na ni hayusiki na uchawi na hayusiki na laana na sio mashetani walionayo. Sababu tumetembea katika kaunti nyingi nchi, tumeenda different counties, wana zile dhana tofauti. So huwa tuna handle vitu vinaitwa stigma benches. Stigma benches ni ile forum ambayo tunaita community members. Tunawaleta pamoja viongozi wa community na community members wote, wanakuja wanaongea. Ni ile open space ya mtu kujieleza kuhusu anaamini nini kuhusu kifafa. Tukishaweka hapo, watatuambia zile dhana ambazo wanazo katika ile community. Then tutaanza kuambia ukweli kuhusu kifafa, kwamba ni ugonjwa kama wengine, na hivyo tunaweza kueleza ile ukweli kuhusu kifafa na tunapunguza ile unyanyapaa. Kwa sababu kile kitu kubwa kabisa ni unyanyapaa. Na nikikueleza zile vitu ambazo tumesikiza katika kaunti, utashangaa. Sema tu. Kama tulienda Kisii. Kisii tulipata kwamba kuna watu wanachomwa kwa sababu family members wao wako na kifafa. Inasemekana kwamba anti fulani ndiye aliyekupea kifafa, kwa hivyo ule anti lazima tumchome ndio tumalize. Mchawi, wanasema mchawi. Ile uchawi. Sawa, lazima mchawi afe ili huyu akombolewe. So ningependa ushikilie hapo kwa sababu umetoa kisa kimoja kutoka Kisii. Tupate simu. Felix kutoka Eldoret, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi tunapozungumzia ugonjwa wa kifafa? Felix? Naam, Felix tunakusikiliza, labda mchango wako ni upi tunapozungumzia ugonjwa wa kifafa? Tunaye? Tumempoteza Felix kwenye laini ya simu. Na Felix, unapotupigia simu tungeomba sana upunguze sauti ya runinga yako ili tuweze kuwa na mawasiliano bambam, tuweze kuzungumza na vile vile kushirikiana katika kupeperusha na vile vile kuhamasisha jamii kuhusiana na swala hili ambalo tunalizungumzia. Nicholas, ulikuwa umezungumzia Kisii na kama ni shangazi alileta tatizo hilo, wanamchoma, lakini mambo yanabadilika, sio? Ndio. So pia kuna ile pale Kisii. Mwanamke akiwa na kifafa Kisii ni ngumu kupata mume. Lakini mwanamume akiwa na kifafa Kisii anatafutiwa mke ili aweze kumtunza katika hali ile. So wale wanawake wanajipata kwamba wamedungwa zile madawa za family planning, sababu wanatumiwa vibaya katika familia. Na ile familia inazuia wasipate mimba, eti wasiendeleze ile kifafa isiendelee kuwa katika jamii. So kuna wale wako tayari kuwapa mimba, lakini hawako tayari kuoa. So hiyo pia ni ile challenge ambayo tulipata Kisii. Tulipoenda Garissa tulipata kwamba kuna ile dhana kwamba usiku mama akiwa nje na hajajifunga, kuna kitambaa nyekundu ambao wanafaa kujifunga akiwa nje usiku. Kuna ndege ambaye akipita usiku, ule mtoto ambaye hajazaliwa eti atapata kifafa kwa sababu ya yule ndege. Dhana hizo. Hizo ni dhana. Siaya pia tulienda tukapata kwamba kuna zile dini ambazo zinaenda kwenye mocha, zinachukua zile maji ambazo maiti anaoshwa nao, wanachukua wanapeleka kwenye maombi. Ule mgonjwa wa kifafa analazimisha anywe ili eti akisha kunywa atapona. So kuna dhana mingi sana. And
ili tuweze kusuluhisha hizi vitu vyote lazima tuhakikishe kwamba tumeambia wananchi ukweli, wamejua kwamba kifafa ni nini, wamejua kwamba zile dhana potovu zinaleta madhara gani, sababu zile dhana potovu ndio zinafanya watu wakuje hospitalini. Wakishaeleza ukweli, pia tunahakikisha kwamba uko kwa hospitali, pia kuna wengine tumehakikisha kwamba anaenda hospitali, lakini akishaenda hospitali ule mtabibu ambaye ako kwenye hospitali hajui kutibu kifafa. So tukienda hapo tunafanya kitu inaitwa primary healthcare providers training. Tunawafunza wale wahudumu wa afya kwenye level 3 kurudi chini ili waweze kuweza kutibu kifafa. The reason why tunaangalia primary healthcare level ni kwa sababu primary healthcare level ni ile dispensary iko kando ya boma yako. Hatutaki ukienda hapo ufanyiwe ile inaitwa upward referral. Upward referral ni kwamba utaenda hapo, ule daktari atakwambia unafaa kuonekana mahali fulani. Mahali fulani unafaa kutumia fare, zile fedha za kwenda huko. Ukienda huko kwa hali umetumwa, unahitaji kulipia consultation. Zile consultations na zile fare zingepunguzwa kama huyu daktari hapa chini angefunzwa vile anaweza kutibu. Na hiyo inafanya tunapunguza ile, wanasema kwamba kifafa ni ugonjwa ambao ni ghali kutibu. Si ghali kutibu. Ni kwa sababu hatuja empower primary healthcare level ya management. Tuki empower primary healthcare level na tuhakikishe kwamba madawa yako hapa, hawa wagonjwa wataweza kuwa comfortable kwenda kwenye hizi hospitali na wataweza kutibiwa. Tumefanya kwenye kaunti nyingi, bahati nzuri Nairobi tumeona inafanya vizuri. Sasa hivi ukienda katika hospitali kadhaa Nairobi, kuna zile dawa ambazo zinapeanwa na serikali bure. Kuna zile institutions Nairobi ambazo zimeanza kupeana madawa bure. Kwa hivyo tunaona kuna matokeo kwa yale ambayo tumekuwa tukisukuma. Tuna hatua zile ambazo zinapigwa. Tunatarajia kwamba kaunti zingine pia zitachukua hatua hiyo na wagonjwa wa kifafa wataweza kutibiwa kwa njia ambayo inawezekana katika zile hospitali ambazo ziko mahali ambapo wanaweza fika. Ndio. Namshikilia Nicholas. Ayub kutoka Kakamega, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi Ayub? Ya 47 TV ya mjambo. Hatujambo, mzima wewe? Mzima, lakini sasa mimi ni mzee miaka 71. Ndio, miaka 71. Sijawahi kuwa na huo ugonjwa. Kuna naweza ambukizwa, naweza pata huo ugonjwa, ama nauliza unakuta watu kuanzia mwaka gani mpaka mwaka gani? Naam, shukrani sana Ayub kutoka Kakamega kwa swali lako. Asante. Tegea utajibiwa. Nicholas. Asante. Anauliza huyu Ayub kutoka Kakamega, ana miaka 71 na anauliza mtu anaweza ambukizwa na wanaoathirika ni kati ya miaka mingapi hasa? So kama tulivyosema mwanzoni, ugonjwa wa kifafa hauambukizwi. Ndio. So haizi ambukizwa na mtu yeyote kifafa. Lakini kuna zile causes za kifafa ambazo tulikuwa tumeongelea. Na tulisema kwamba kifafa itakupata katika wakati wowote, katika miaka yoyote na katika sura yote, either male ama female ama mzungu ama mweusi, wote mnaweza pata kifafa wakati wowote. Kile unachohitaji kuzingatia ni kwamba usipate zile injuries ama zile sababu ambazo zinaweza fanya upate kifafa. Tuliongelea head injuries, tuliongelea ajali za barabarani, tuliongelea madawa ya kulevya, tuliongelea pombe, tuliongelea madawa ya hospitali ambayo yatumii kwa njia inayofaa. Pia kuna zile surgeries ambazo zinafanywa na hazifanywi vile inavyofaa. So ugonjwa wa kifafa unaweza kupata wakati wowote na katika mwaka wowote, lakini hauambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda hadi mwingine. Naam, shukran. Jen kutoka Nyamira, habari za sasa, na mchango wako ni upi kwenye kipindi, na kama una swali unaruhusiwa kuuliza. Jen? Mimi nilikuwa na pongeza huyu daktari. Naam, asante. Inatazama saa hii naona hata mgonjwa yuko huko amethibitisha. Ni vile hata sisi tuko na waathiriwa katika jamii. Naam. Na wengi wao naona kama jana my nephew. Ndio. Alikuwa ameshapata hiyo ugonjwa akiwa miaka kama 25 hivi. Ndio. Na haikuwa ya ukoo wetu. Hata tulipofuatilia kwenye amesaliwa haikuweko. Lakini vile daktari amesema. Ndio. Na mimi nikisii. Ndio. Watu wanaogopa sana, hata akianguka wanaogopa. Hawataki kumsaidia. Wengine wanasema hii ugonjwa ni kama ni shetani ameingilia, ni nini? Uchawi.
Lakini vile sasa watu wameerevuka kidogo, kama ni mimi ni mtu nimesoma na hata mama yake ni mtu amesoma, ndio tunavumilia, tulimchukua hospitali. Shida yenye yeye iko nayo ndio vile anaenda kuwa mgonjwa, kama tuseme kesho kutwa, ndio kuanzia leo anaonekana kuwa mkali sana, hakuna mtu anamkaribia. Nisijui hiyo ni dalili moja yao ama nini, na tutafanya hata hospitali huwezi kumchukua. Ndio hiyo ndio, yani anakuwa mkali na ni kijana, unajua kina mama hata hatumwezi, unatoroka. Tunatoroka. Hiyo dalili imejirudia. Hata msasi babaka amesema, sasa huyu mtu alitoka wapi huyu? Unajua kwa Kisii sana sana mtu akionekana na ugonjwa kama huu you know, blame to go to mother side. Naelewa kabisa. Sasa hapo ndio daktari uendelee kuhimiza watu. Nimeona wewe umekuja Kisii, hata Nyamira fika. Ndiyo. And even these clinics we go, we take those patients too. Ndio. Let them at first talk with the patients and also talk with the parents. They call them so that they can understand that it's like another disease. Ndio. It is like another disease you may get. Maybe even those ones who get injured during accidents. Ndio. Pia wanaona wanakuwa na comparisons, wakati mwingine wako sawa, wakati mwingine wako na tabia nyingine hawakuzaliwa nao. Na labda na hatujui tutafanya nini. So you can also talk about those ones who get injuries. Ndio. Na wanakuwa na tabia mbaya, wanarudisha maneno mbaya, hata unashindwa hii imetoka wapi na hakuwa amekuwa hivyo. Asante. Nafaa wasaidiwe. Labda Jane, kabla uende, ningependa kujua huyu nephew wako yuko kwenye matibabu? Alikuwa kwa matibabu. Unajua nilikwambia anakuanga mkali sana. Ndio. Tunampembeleza na mamake, tunampatia hata ingine tunakoroga kwa uji. Ndio. Tunamwambia kunywa, sasa si utakufa njaa, kama hautakufa ugonjwa si utakufa njaa. Naam. Lakini ilali saa mesa hiyo dawa. Mnajaribu, sio? Tunajaribu tu kumbembeleza. Na ni mkali na kuambia, sijui hata daktari wataweza shika yeye. Ni mkali, anakuwa mkali sana. Sawa, acha tutamsikiliza daktari, na ningependa kukuhimiza kama mama, endelea na moyo huo, na unajua umehimiza wengi pia kushikilia wale ambao wana ugonjwa wa kifafa. Mwisho wa siku tunataka kuona wakiwa vizuri, wakiishi maisha mazuri, sio? Na yuko na nini, is very handsome. Those people wanakula vizuri wakati wako wazima, wanafanya kazi nzuri. Ndio. So we need enlightenment. Hata ikiwa serikali ichukue muda tutumie watu ambao wanafundisha watu katika jamii. Bila shaka. Shukran sana James. Maana kwa masiku mingi tunakuanga na watoto wamekuwa wamezaliwa vizuri, wakiwa wakubwa hivi wanakuwa na huo ugonjwa. Watu wanaanza kuleta maneno mengi. Hata mama anaumia, baba anaumia, na mgonjwa anaumia. Naam, shukran sana Jane. Salimia watu wa Nyamira, waambie watazame TV47. Naam, shukran sana. Huyo ni Jane kutoka Nyamira, amezungumzia huyu ambaye ni mgonjwa wa kifafa na kuwa mkali sana. Labda ni mojawapo ya dalili ambazo zinajitokeza wakati ambapo mgonjwa anafika katika ile hali yake ya kuconvulse. Ndio. So kuna ile kufifitika, watu nasema iko na stages. Ndio. So stage ya kwanza kabla mtu hajafifitika, utapata kwamba atakuwa na mood changes. Kuna ule alikuwa sawa, lakini ukiona mood imebadilika, unagundua huyu ni kama ako karibu kuanguka. Ndio. So kuna wale kama ile kufifitika iko karibu kuja, ataanza kuwa na hasira ambazo haujui zimetoka wapi. Ndio. So cha muhimu ni kwamba unafaa kuelewa kwamba mgonjwa wako anakuanga vipi kabla hajaanguka. Monitoring. Yes. Ukishamuelewa hivyo, kama ile hasira itakuwa sana mpaka haezi kuwa anafuatilia vile mambo yanafaa, unafaa umrudishe kwa hospitali. Ndio. Kuna zile dawa ambazo tutapeana ambazo zita contain ile muda ambayo yako nayo, na zitaweza kumsaidia ili at least wewe pia uweze kumanage vile inafaa kumanage. Naam, shukran. Charity kutoka Samburu, habari za sasa, na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi Charity? Nilikuwa nataka kuuliza swali. Ndio Charity. Ati huko maybe mbonga mtu mwenye ako na kifafa, usimkaribie, usimshike wako anakojoa ama
Ningeomba sana Charity upunguze sauti ya runinga yako ili nikusikilize vizuri, kwa sababu nahisi kwamba sauti yako inakanganyika, inakuwa na mchanganyiko kidogo kwa sababu unajisikiza na mara nyingine unazungumza. Labda sasa uliza ili tukusikilize. Charity? Hello? Naam, uliza swali lako. Ningeomba upunguze sauti ya runinga yako. Nipunguza? Ndio. Okay, nilikuwa nauliza. Ndio. Kuna mgonjwa kama huyo. Ndio. Iwapo anaanguka chini, sometimes ana convulse, alafu unaona anakojoa ama ako na mate mingi. Lakini unakuta mtu anaambiwa usimkaribie mkojo, ukishika hiyo mkojo ati unapatana na hiyo ugonjwa. So unaona tu ile first aid mtu anaweza fanya, ikiona ameanguka anaweka kitu kwa mdomo then watu wanatoroka. Ndio. Nilikuwa nataka kuuliza daktari, hiyo ni ukweli ama ni zile vitu tu za dhana potovu, sio? Daktari, kazi kwako. Charity anauliza wakati ambapo mgonjwa ako katika hiyo hali na ameyataja mengi, hebu mjibu. So wakati mtu anafitika, kuna ile dhana ya kwamba ukimguza ama uguze hizo fluids ambazo anatoa, eti utapata kifafa. Tulisema haiambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, na hauwezi pata kifafa kwa sababu ya kuguza zile vitu ambazo ametoa. So cha muhimu ni kwamba usiweke kijiti kwa mdomo kwanza, usiweke chochote kwa mdomo. Hakikisha umefuatilia ile first aid ambayo tulikuwa tumeongelea kuhusu kuhakikisha kwamba yuko salama, ambapo ukishafanya ile first aid atakuwa sawa na maisha yake itaendelea kama kawaida. Tulikuwa kwa hasira ile pale kwa ule mama wa kwanza. Hapo kwa hasira pia kuna ile hasira ambao watu ana hasira lakini watu hawajui wafanye nini. So utapata kwamba hawa ndio wale wanafungiwa kwenye majumba. Kuna wale wanafungwa na makamba ambapo haifai. Akiwa kwenye hali kama hiyo, mlete hospitalini tuweze kumhudumia, lakini usimfanye awe kama mnyama. Tuliona kesi ya Meru. Kuna mtoto mdogo ambaye alikuwa amefungiwa mahali. Akaekwa kama mnyama. Hawafai kufungiwa. Cha muhimu ni kwamba unamleta kwa hospitali. Kuna yale madawa ambayo tutapeana yatafanya awe sawa. Bila shaka. Na shukrani sana Nicholas. Nikushirikishe Obilo kwa hili. Umesikiliza watu wengi wamezungumzia mambo mengi. Labda unangependa kuwashauri vipi, kwa sababu umesikia kutoka Nyamira, kutoka Samburu, kutoka maeneo ya Eldoret, wamegusia mambo mengi ambayo yanawahusu nyinyi ambao mnaendelea na matibabu. Labda ushauri wako ungekuwa upi kwa jumla? Ushauri wangu kwa wenzangu, ndio vile tu daktari ametaja zake, ndio zangu pia naona tu ziwe kama yake. Ndio. Mtu akiwa na shida asijifiche, ndio ajitokeze, ndio asaidike. Naam. Maisha yaendelee. Bila shaka. Shukran sana. Kauli nzuri kutoka kwa Stephen Obilo, ni mgonjwa wa kifafa. Amesema kwamba usijifiche, jitokeze, utasaidika. Nisome ujumbe kwenye WhatsApp. Anasema, hello, thank you for enlightenment. I think lack of information on how to handle epileptic people is the main problem. People still use the traditional way of handling them, like tying legs and hands. Alivyosema daktari, stepping on the person or holding the head of the person tight to the ground is super traumatizing that makes people run away in the time of occasion. Ndo hisia. Mtazamaji, tusome jumbe zingine, maoni yako kupitia akaunti zetu, na swali letu ambalo tumekuuliza mtazamaji, mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa, ukipenda epilepsy, utengwa katika jamii? Mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa utengwa katika jamii? Endelea kusema nasi kupitia WhatsApp, endelea kusema nasi kupitia Facebook, X. Anasema anaitwa Juvenalis. Anasema kwamba kuwapo kwa imani potovu kwamba unaambukizwa, na tumemsikiliza daktari amesema kwamba ugonjwa huu hauambukizwi. Mwingine anasema Nixon Drop, anasema sijashuhudia hayo katika jamii yake, anasema hajashuhudia hayo, na ndo masuala ambayo tunazungumzia. Mwingine hapa anaitwa Ramsi Dawit, anauliza wapi huko wanatengwa, kumaanisha huyu ya kwao wanawakumbatia. Hatua nzuri sana Dawit. Mwingine hapa anaitwa Daniel Ouma Otiena, anasema wanatengwa wapi? Pia anasema kwamba maeneo yake wanahakikisha kwamba wanawakumbatia
kikamilifu. Na mtazamaji, endelea kutuma hisia zako, ambapo tumekuuliza swali: mbona wanaoishi na ugonjwa wa kifafa wanatengwa katika jamii? Kwa sababu ni visa ambavyo mtazamaji tumeviona, na ni swala ambalo pia tunaliangazia asubuhi hii, mchana huu, wakati ambapo tunaangazia ugonjwa wa kifafa. Tunaye Daktari Nicholas Otieno ambaye ni mtaalam wa masuala ya kifafa. Vilevile niko naye Stephen Obilo ambaye ni mgonjwa na vilevile ametupa hisia zake kuhusiana na ugonjwa huu. Ni kushirikishe Nicholas katika swala hili, na tunapoendelea katika lile kundi lenu la Kawe, najua mnaangazia sana maslahi ya wagonjwa hawa. Labda wale ambao ni maafisa wa afya nyanjani, mnawashirikisha kivipi kuhakikisha afya kwa wote basi inawapata wote? Sisi kama Kawe tunafanya zile training tunazifanya kwa wale wanaitwa primary healthcare providers, na awareness zetu ambazo tunafanya kwa county huwa tunahusisha sana wale tunaita community health promoters. Ndio. Community health promoters ndio wale tunawaita wanajeshi wa kiafya pale kwa ground. Ndio. Sababu hao ndio wanajua ile nyumba iko na mtu mwenye kifafa, ile nyumba iko na mtu mwenye kisukari, na ile nyumba iko na au pia huwa tunawapitisha kwenye yale mafunzo ya vile wanaweza kuenda kwenye mabaraza kuongelea kifafa, na pia kuweza kukua kama link kati ya jamii na ile hospitali iliyo karibu. Sababu wakishapata mgonjwa wa kifafa katika jamii, hao ndio tunawapea vile vitu tunaviita referral cards. Ndio. Ile referral card ndiyo ataandikia mgonjwa aende katika ile health facility ambayo anasimamia. Ndio. Kwa sababu kila community health promoter ako attached kwa kile tunaita facility. So tuna attach community health promoters, anachukua mgonjwa anampeleka kwa ile facility iko karibu, na ile facility iko karibu tushahakikisha kwamba ule daktari ambaye yako huko tumemfunza. Ndio. So hata anajua kutibu kifafa. Ndio. Ili tunahakikisha kwamba kifafa kinatibiwa within the community. Tuna avoid ile situation ambayo mgonjwa wa kifafa anafaa kusafirishwa. Ndio. Atibiwe mahali alipo. Na tunapozungumzia swala hilo unapata kwamba mara nyingi tunapozungumzia, umesema kwamba ugonjwa huu haubagui. Yes. Mtoto mdogo, mtu wa umri wa makamo, na vilevile mtu ambaye ni mzee wanaweza athirika kutokana na visababishi ambavyo pia umevigusia. Hivi sasa tunapozungumzia swala hili, nakumbuka tuna wanafunzi ambao wako shuleni, japo hivi sasa wamerejea katika likizo fupi, na visa hivi utavipata kule shuleni, na unapata kwamba watoto wanauelewa ule mdogo wa masuala kama haya. Kama jamii, ungependa kutoa wito upi haswa kwa walimu na wazazi? Sana sana kwa mashule. Ndio. Tuna ile shida ya kwamba mtoto wa kifafa hafai kutangamana na watoto wengine. Ndio. So wazazi wakisikia kwamba ile shule iko na mtoto wa kifafa, wanahamisha mtoto. Hiyo ndio inafanya kwamba tunaenda kwenye mashule, tunaongelesha walimu. Ndio. Awareness zetu tunafanya kwenye mashule, tunafanya makanisani, tunafanya kwenye jela, tunafanya kila mahali popote ambapo kuna watu, hata kwenye masoko. Tunaenda tunawaeleza kwamba kifafa ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, na tunawafunza first aid hasa kwenye mashule. Akishaelewa ile first aid ambayo anafaa kufanya wakati huu mtu anafifitika, tutahakikisha kwamba watoto wetu wamekuwa kwenye mashule ya kawaida. Ndio. Kuna ile challenge ya mtoto mwenye kifafa anafaa kuwa kwa shule ya kawaida ama anafaa kuwa kwa special school. Ndio. Mtoto mwenye kifafa anafaa kuwa kwenye shule ya kawaida. Kile kinachohitaji kufanyika ni kwamba wale walioko kwenye hii shule wanafaa kujua ni nini wanachohitaji kufanya wakati atakapofifitika. Sababu tumepata situations ambazo hadi walimu wakuu wameandika mabarua za kuwaondoa watoto wenye kifafa kwenye mashule. Ndio. Wakidhani kwamba hawafai kuwa hapo. Na ndio stigma sasa. Yes. So mgonjwa wa kifafa anafaa kupewa mafunzo na masomo kama mwanafunzi yote wa kawaida. Kifafa huwa tunasema ni ile event ambayo inakuja. Ndio. Akili ya huu mtoto ni kama ya hao wengine. Masomo anaelewa kama wale wengine. Anafaa pewe nafasi ya kufikisha masomo yake kwa kile kiwango ambacho anafaa kufikisha bila kusimamishwa. Ndio. Kwa sababu ile process ya kuanguka huwa hainterfere na capacity ya akili ya mtoto. Ndio. Kwa hivyo mruhusu mtoto aweze kusoma na aweze kufanya chochote anachotaka. Tuna wataalamu wengi sana nchi hii ambao wana kifafa, ni vile hawajai kuambia wana kifafa. Bila shaka. Yeah. Na shukran sana Nicholas kwa ushauri huo mzito kweli kweli kuhusiana na swala hili. Amfrey kutoka Kakamega, habari za sasa tunapozungumzia ugonjwa wa kifafa, mchango wako ni upi?
Mzuri sana. Mambo vipi hapo studio, daktari na mtangazaji hapo studio TV47? Tuko wazima kabisa, tunaendelea kukushauri na vile vile kushauri wa Kenya. Baba kabisa. Sasa mimi swali langu ni ndio, mtu akizirai, tuseme watu wenye huwa wanazirai, mtu azirai. Mtu akizirai huwa anapewa, mtu huwa anapewa nini juu? Sasa ile huwa naonanga mtu anaumishwa kitu kwa mdomo. Ndio. Wengine wanamwagiliwa maji. Sasa inafaa waambie huwa anafanywa aje ndio akuwe sawa. Naam, shukran sana Amfrey kutoka Kakamega. Tegea mshauri wetu na vile vile daktari wetu leo studioni atakushauri. Nicholas, umemsikiliza, najua amejiunga nasi wakati ambapo tumesonga kwenye kipindi. Labda ungependa kumshauri vipi haswa mtu akianza kufifitika, ile kuconvulse, hata kuzirai, tufanyeje? So ile ni first aid wakati wa kufifitika. Ndio. So kwamba hakikisha kwamba umetulia, usitoroke. Ndio. Baada ya kutulia usitoroke, hakikisha kwamba ile environment ambayo mko iko salama kwako na kwa mgonjwa. Kama kuna vile vitu ambavyo vinaweza kumuumiza mgonjwa, viondoe. Cha tatu, time ile siza. Ile kufifitika ikipitisha dakika 5 atahitaji kwenda kwa hospitali. Ndio. Kufifitika kokote ambapo ni chini ya dakika 5 kuko salama. Kama amevaa tai ama amevaa mishipi, yafungue ili asiweze kujinyonga ama yasiweze kumbana. Cha tatu ni kuhakikisha kwamba kichwa kiko salama. Na kichwa kuwa salama ni kuhakikisha kwamba hagongi ile kichwa kwenye sakafu. Hiyo utafanya kwa kile ambacho uko nacho kwa wakati huo. Ndio. Hautakuwa na wakati wa kutafuta pilo, hautakuwa na wakati wa kutafuta kitu soft. So kile ambacho umevaa, kama ni koti, kama ni begi ambalo ulikuwa umebeba, hilo ndio utaweka chini ya kichwa na kuhakikisha kwamba kichwa kiko salama. Baada ya hapo, achilia process iendelee. Usijaribu kuzuia. Kuna wale wanawafinyilia vichwa bila shaka. Chini. Tuliona katika one of the comments kwamba unamshikilia ili asifitike. Wakati unamfinyilia hivyo chini unamuumiza zaidi. Ndio. Acha process iendelee. Kuna ameongelea kumwekea vijiti, kumwekelea vijiko na vitu kadhaa kwenye mdomo eti asijiume ulimi. Usijaribu kumwekea chochote kwenye mdomo kwa sababu badala ya kumsaidia utakuwa unamuumiza zaidi. By the time utapata hiyo kijiti ama hiyo kijiko ya kuweka kwa mdomo, tayari kama ni kujiuma alikuwa ashajiuma. Utakuwa unaongeza ile inaitwa infection katika ile kidonda tayari anayo, ama utakuwa unamvunja meno ama unamvunja jaw. Shukran sana Nicholas. Ayub kutoka Kakamega amerejea. Ayub, ungependa clarification gani kwa sasa? Yaani nilikuwa nimesahau, naitwa Ayub Captain Kakamega. Ndio. Nilikuwa naulizia wale wengi wenye nimeona wakifa na ugonjwa huo ni wale wa kuanguka motoni wa maji. Ndio. Nauliza, kando na hayo, huo ugonjwa peke yake unaua? Naam, Ayub anauliza ugonjwa peke yake unaua na unaua. Ugonjwa wa kifafa na kufifitika haswa hautakuua ukiwa peke yake. Ndio. Lakini yale madhara ambayo yataletwa na ile process ndio yatakuumiza. Ndio. Kama huyu ambaye ataumia wakati wa ataingia kwenye moto, kama ni kuaga dunia ataaga dunia kwa sababu ya kuungua kwenye moto. Kama ataingia kwenye maji ataaga dunia kwa sababu ile hatari ya kudrown kwenye maji. So cha muhimu ni kwamba kama yuko kwa jikoni anapika, tunahakikisha kwamba kuna mtu ambaye anamwangalia wakati anapika, ili wakati ile hatari imetokea aweze kusaidiwa kwa haraka. Mapema. Kama ni kuswim, kuna wale huwa tunawaambia kwamba kama ni kuogelea, ogelea kwenye pool, swimming pool. Shallow. Na pia swimming pool ikuwe ni shallow. Usiende kwenye swimming pool kule kwa deep end, ama usiende kwa rivers ama lakes. Tunahakikisha kwamba hapo kwa swimming pool ambayo ni shallow pia kuna mtu ambaye anajua kuogelea, ambaye anakuangalia wakati unaogelea. Ili ile wakati wa kufifitika ukitokea bahati mbaya anaweza kuokoa kwa wakati unaofaa. Ili tusipate ile situation ambayo nilikuwa nimeita SUDEP, sudden unexpected death, kwa sababu ya kufifitika. Sio kufifitika kumekuua, lakini yale mambo ambayo yalitokea baada ya kufifitika ndiyo yanaweza kuua. Ayub, umejibiwa. Nikushirikishe Stephen Obilo tunapokamilisha. Ujumbe wako wa mwisho kwa Wakenya na vile vile kwa wale ambao wanawatenga watu ambao wana ugonjwa wa kifafa ni upi? Ujumbe wangu kwa hawa wenzangu, Wakenya wenzangu, utenzi jiwe. Na wadhibitishie unafanya kazi zako
bila wasiwasi wakati ambapo uko kwenye matibabu? Wakati nikiwa matibabu, ndio utenzi siwe, usaidizi pia, mwenye ana usaidizi anaweza peana tu. Ndio. Mtu apate usaidizi. Bila shaka. Na shukran sana Stephen Obilo, mgonjwa wa kifafa, na shukran pia kwa kufika studioni. Si rahisi, mara nyingi unatafuta mtu ambaye anaweza kuwa mfano hai, mfano wa kuelezea watu namna maisha yalivyo, inakuwa vigumu, lakini shukran pia kwa kufika kuzungumzia swala hili. Asante. Na Nicholas, tunapokamilisha, labda ujumbe wako wa mwisho kwa Wakenya, kwa wale ambao wako kwenye matibabu, na hata kwa serikali, kwa sababu ni washikadau wakuu na wale stakeholders. Najua nyinyi kama Kawe mnashirikisha kila mtu katika mazungumzo haya. So tutaanza na serikali kwanza. Kwa serikali kwanza tunataka kwamba wahakikishe kwamba management ya kifafa imefanywa katika ile hali inayofaa. Kama ni madawa yaweze kupatikana katika zile dispensary, katika zile mahospitali ambayo yako kule chini. Ndiyo. Na wahakikishe kwamba ile training ya primary healthcare providers iweze kufanyika vile inafaa. The solution to the management ya kifafa inapatikana katika primary healthcare. Kwa sababu tukipunguza ile expense ya kutibu kifafa, tutaweza kufanya ile treatment gap iweze kupungua. 80% bado ni juu sana. Ndio. Inamaanisha kwamba 20% pekee yao ndio wanaopata matibabu. Hao wengine 80 wako wapi? Na tukipunguza ile hali ya kuweza kupata madawa, tuhakikishe madawa yako pale na yanapeanwa vile inafaa, tutahakikisha kwamba wametibiwa vile inafaa. Kuna ile position ya organization in National Council for Persons with Disability. Epilepsy inakuwa identified kama disability. So hao wagonjwa pia tunawahimiza waweze kujiandikisha katika ile organization ya NCPWD ili waweze kupata zile advantages ambayo serikali inaleta kulingana na hiyo. Ukiwa umekuwa registered katika NCPWD, unaweza pata grants za masomo, unaweza pata grants za biashara, unaweza pata dawa katika facilities zile selected within Nairobi, na unaweza pata mambo mengi. Hata kuna zile vitu ambavyo utafanyiwa, kama kuna zile tax utakuwa umeachiliwa wewe huwezi lipa. Lakini itafanyika tu kama utakuwa umekuwa registered. Na uko na ile kadi. Na uko na ile saizi inaitwa certificate. Kadi waliondoa, saizi wanatumia certificate. Na process ni rahisi sana. Sio kama kitambo unaenda kwa e-Citizen, process yote inafanywa hapo, unapata certificate yako na utaruhusiwa. Then tunakuja kwa community. Watu wenye kifafa ni binadamu kama watu wengine. Unafaa kuwa embrace, unafaa kuwa ruhusu kufanya kazi kama kawaida. Sijawaeleza kwamba mwenzangu hapa ameandikwa kazi katika kampuni kubwa sana nchini. Na ako katika parastatal ya serikali. So tunashukuru sana ile parastatal ambayo ilimruhusu kufanya kazi pale na amekubaliwa. Kwa sababu ya ile kutotengwa katika kampuni hiyo imefanya ako na jamii yake, anaishi vizuri, watoto wake wanaenda shule na mambo yake yanaendelea kama kawaida. Hautampata mahali popote akiomba msaada kwa sababu ye mwenyewe anachangia katika kufanya ile economy ya nchi hii kuwe sawa. Tusiwachukue kama mzigo. Tuwasaidie ili wakuwe wale watu wa muhimu katika jamii. Sawa. Na shukran sana. Nicholas Otieno ni mtaalam wa ugonjwa wa kifafa akitueleza mengi zaidi kuhusiana na ugonjwa huu, na vile mtazamaji tumekuwa naye Stephen Obilo ambaye pia ni mgonjwa wa kifafa, ametueleza mengi na vile ametoa ushauri kwa wale ambao wako pale nyumbani. Watu wasitengwe, ni kama binadamu mwingine tu wa kawaida, na huu ni ugonjwa kama kawaida. Mengi yamezungumzwa, 9, 10 ni kwamba hivi sasa tunapozungumzia ugonjwa huu, uhamasishaji unafaa uendelee, na vile iwapo uko kwenye matibabu, tumia matibabu kwa njia ambayo inafaa, kwa kuwa alivyosema Nicholas, ugonjwa huu na matibabu yake yako individualized, kwamba uweze tumia dawa ambazo mwingine anatumia ili uweze kupona. Na vile mtazamaji, kuna swala lingine ambalo limejitokeza katika mazungumzo haya. Watu ama wale ambao wanaugua kifafa, they are not structured for surprises. Iwapo ni birthday, muandae mapema, na iwapo kuna ile surprise ambayo ungependa kumfanyia, basi muandae kisaikolojia ili awe tayari, kwa sababu zile anxiety zinachangia kuconvulse ama kufifitika na kwa kitaalam, na ndio masuala ambayo tunazungumzia. Mjadala huu tunauendeleza katika mitandao yetu ya kijamii ili tuzidi kukufahamisha mengi zaidi na uzidi kumakinika. Wanakwetu wananiita Joshua Nsare, mwendo wa saa 7
taarifa za TV47. Matukio zitakuwa zinapeperushwa hewani. Kwa heri kwa sasa, endelea kutazama TV47. Is facing